Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgeni wetu rasmi katika siku hii ya leo ya uzinduzi wa sera ya ardhi ya taifa ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote afya njema na kuweza kukutana tena siku hii mahali hapa kwa ajili ya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023 na mkakati wa utekelezaji chini ya kauli mbiu ya sera ya ardhi, msingi wa ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Rais, kipekee pia nichukue nafasi hii kukushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika siku hii ya leo. Tunatambua una majukumu mengi, lakini ulitenga muda kwa ajili ya kuweza kuja kushiriki nasi katika siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais, asante sana 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 kwa kuweza kushiriki nasi. Mheshimiwa Rais, asante hii si tu kwa kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo, lakini tunakushukuru pia kwa mageuzi makubwa ambayo umeyafanya katika sekta hii ya ardhi. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani mwaka 2021, kuna mambo mengi ambayo yalikuwa hayafanyiki na wewe ukayaanzisha katika wizara yetu ya ardhi, na nitaje machache. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani ulielekeza wizara ya ardhi kuhakikisha kwamba inapanga, inapima na ardhi kuwa tayari kumilikishwa kwa watu, lakini kukawa hakuna fedha ya kufanya hivyo Mheshimiwa Rais. Lakini ulitoa zaidi ya bilioni 50 na nilieleza pale nje katika mfuko wetu wa KKK, na leo hii kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Rais, tumezikopesha halmashauri zaidi ya 52 kwa ajili ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi katika halmashauri hizo, na hivi tunavyozungumza Mheshimiwa Rais, fedha hiyo pia inarejea na tumerejeshewa zaidi ya bilioni 29.1. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais, umetoa zaidi ya bilioni 133 ambazo katika fedha hizo ndio leo pia umetukabidhi vitendea kazi vya magari zaidi ya 70 ambayo umeyazindua Mheshimiwa Rais, ambayo vitendea kazi hivi vinakwenda kwenye halmashauri zetu na mikoa yetu kuhakikisha kwamba watumishi wetu wa Wizara ya Ardhi wanaenda kutekeleza majukumu yao kwa weledi, kwa wakati na kupeleka huduma kwa wananchi. Haya yote ni wewe Mheshimiwa Rais ambayo umeyafanya. Lakini vivyo hivyo Mheshimiwa Rais, umetoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 65 kwa ajili ya kwenda sasa kutengeneza ramani ya msingi mpya katika nchi yetu. Nchi yetu mara ya mwisho ilipimwa mwaka 1978 katika kutengeneza ramani ya msingi, lakini uliona umuhimu na katika kipindi chako ukatoa fedha hizi, na kuna mengi ambayo Mheshimiwa Rais umeyafanya. Sasa nije katika mabadiliko ya sera hii ambayo tunaizindua siku hii ya leo Mheshimiwa Rais. Katika taifa letu kabla ya uhuru tulianza kuwa na sheria ya ardhi ya mwaka 1923 Mheshimiwa Rais. Sheria ile ilitungwa na mkoloni Muingereza, na sheria ile tulienda nayo mpaka mwaka 1967 ambapo tulikuja na azimio la Arusha Mheshimiwa Rais. Baada ya azimio lile la Arusha, sheria nyingine iliyotungwa kuendana na masuala ya ardhi ilikuwa ni sheria ya vijiji na vijiji vya ujamaa mwaka 1975. Na baada ya pale hakukuwa tena na sheria nyingine yoyote iliyokuwa imetungwa, na ikazua migogoro mingi sana ya ardhi Mheshimiwa Rais, na hatukukuwa na sera yoyote ya ardhi katika taifa letu hata mara baada ya sisi kupata uhuru. Serikali ya awamu ya pili chini ya hayati Ali Hassan Mwinyi iliona changamoto zilizokuwa zinatokea katika masuala mazima ya ardhi, na Mheshimiwa Rais Mwinyi aliunda tume iliyoongozwa na Profesa Shivji mwaka 1992 kuweza kufanya mapitio na uchunguzi mbalimbali katika masuala ya ardhi katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, baada ya timu ya Shivji kumaliza kazi yake, ndipo tukapata sera ya kwanza ya ardhi baada ya uhuru wa nchi yetu, sera hiyo ya mwaka 1995. Na baada ya sera ile kuzinduliwa mwaka 1995, Mheshimiwa Rais, hatukukuwa na sheria nyingine yoyote ya ardhi. Sheria za ardhi zilikuja kutungwa mwaka 1999 ambapo tulikuwa tuna sheria mbili, sheria namba 4 ya miji na sheria namba 5 kwa ajili ya vijijini. Baada ya pale Mheshimiwa Rais, tukawa na utekelezaji wa sera ile na sheria zile, lakini kukawa kuna changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza mara kwa mara Mheshimiwa Rais,
ikiwemo moja hapa hata msanii Mrisho Mpoto ameionyesha vizuri sana. Ilikuwa katika sera yetu ya ardhi, Mheshimiwa Rais, inasema kwamba ardhi itamilikishwa kwa mwanamke kwa kuzingatia mila na desturi zetu. Katika mapitio ambayo tumeenda kuyafanya, Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako wewe, ni kwenda kuangalia maeneo mbalimbali ambayo leo hii kwa dunia ya sasa hayako practical tena, na kwenda kuongeza mengine ambayo Mheshimiwa Rais yanaenda kwenye uhalisia zaidi kama masuala ya kidijitali katika sera ya sasa. Kukawa kuna majaribio mbalimbali Mheshimiwa Rais ya kuweza kuboresha sera hii ya ardhi. Attempt ya kwanza Mheshimiwa Rais ilifanyika mwaka 2010, lakini mchakato ule hakuweza kufikia mwisho. Lakini mwaka 2015 tena Mheshimiwa Rais, mchakato ule wa mapitio ya sera hii ya ardhi ulianza tena, lakini nao haukuweza kukamilika. Lakini katika serikali yako wewe Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani, ulitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Ardhi kuweza kufanya mapitio ya sera yetu ya ardhi na kuweza kuifanya iwe ni sera inayoendana na nyakati za sasa. Baada ya kutoa maelekezo yale, wataalamu walishirikisha wadau mbalimbali, wakiwemo jumuiya za watumiaji ardhi, wakulima na wafugaji, wafanyakazi katika mashamba, ilihusisha watu, wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi za kidini na wadau mbalimbali katika jamii yetu kuweza kutoa maoni yao ya nini kiweze kufanyika katika maboresho ya sera yetu hii ya ardhi ambayo leo Mheshimiwa Rais unaizindua. Baada ya pale ndipo Mheshimiwa Rais sera hii ikakamilika na kupitia kwa wadau wote ikapita katika bunge letu, na leo nafurahi kusema hapa Mheshimiwa Rais, tunayo kamati nzima ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya ardhi, maliasili na utalii, na ningeomba kabla sijaendelea nao wasimame Mheshimiwa Rais uweze kuona wajumbe wote wa kamati hii. Nayo sera hii ilipita kwenye kamati hii Mheshimiwa Rais, na wao walipoipitisha wakatoa maoni yao. Sera hii bado ikaenda vile vile kwa wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nao wakatoa maoni yao juu ya sera hii, na kisha ndio tukaja na mkakati wa namna gani tunaweza tukaizindua, na leo siku hiyo imefika Mheshimiwa Rais katika kuzindua sera hii. Kwa hiyo watu wataona ni namna gani sera hii inaakisi maono yako wewe Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na maelekezo yako uliyoyatoa mpaka kufikia siku hii ya leo katika uzinduzi wa sera hii, na unastahili pongezi kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu ametubariki kuwa na nchi nzuri sana yenye ukubwa za kilomita za mraba zaidi ya 946,303, na katika kilomita hizi za mraba Mheshimiwa Rais, kuna rasilimali nyingi ikiwemo milima, madini, mbuga zetu za wanyama, bahari, gesi, mafuta, lakini vyote hivi Mheshimiwa Rais vipo vimekaa katika ardhi. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ardhi ni kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu, na kuwa na sera ambayo inaendana na wakati ni kuhakikisha vile vile tunatumia rasilimali hizi tulizonazo vizuri katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, umekuwa ukituuliza mara kwa mara kwamba je, ardhi iliyopo kwa sasa inajitosheleza kwa vizazi vijavyo? Mwaka 1961 wakati tunapata uhuru tulikuwa Watanzania milioni 9 tu. Lakini Mheshimiwa Rais, katika sensa ya kwanza kabisa kufanyika katika taifa letu ya mwaka 1967 tulikuwa Watanzania milioni 12. Mipaka yetu, ardhi yetu ni ile ile, na leo hii kwa sensa iliyofanyika mwaka 2022 tuko Watanzania takriban, ilikuwa kipindi kile milioni 64, na makadirio ya sasa kwa NBS Mheshimiwa Rais ni kama tuko milioni 68. Hivyo kuna ulazima mkubwa sana Mheshimiwa Rais wa kuhakikisha tunaipima nchi yetu, tunaipanga na kutambua kila kipande cha ardhi katika nchi yetu, ili na vizazi vijavyo navyo viweze kuja kukuta ardhi ambayo na sisi tuliirithi kutoka kwa babu zetu. Mheshimiwa Rais, umekuwa ukilitolea maelekezo hili mara kwa mara na kuhakikisha kwamba tunaipima na kuipanga nchi yetu. Tumekuwa tuna ukuaji wa miji wa kasi kubwa sana. Zamani Mheshimiwa Rais, ilikuwa imezoeleka mji unaokuwa kwa kasi sana ni jiji la Dar es Salaam. Lakini hivi sasa tumeona katika miaka 10 hii iliyopita miji kama au mikoa kama Katavi kuna ongezeko la watu karibia zaidi ya 104% katika mkoa wa Katavi. Kwa watani wangu kule Wasukuma Geita kuna ongezeko la zaidi ya 71% la watu katika mji ule. Mkoa wa Pwani kule kwa kakaangu Kunenge Mheshimiwa Rais, nako kuna ongezeko la zaidi ya 85%
ya watu katika miaka hii 10 ambayo imepita. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha tuna sera ya ardhi inayoendana na wakati wa sasa, lakini vile vile tunaenda kutekeleza mipango mbalimbali katika sekta yetu hii ya ardhi. Mheshimiwa Rais, umeshawahi kutuagiza na kutueleza ya kwamba kuipima na kuipanga nchi yetu si jambo la hiari tena, bali ni jambo la lazima. Na sisi tunakwenda kufanya hivyo kama tulivyokuonyesha nje katika mipango yetu ya wizara, kuhakikisha kwamba nchi yetu ifikapo mwaka 2030 inakuwa imepimwa yote, imepangwa yote, na tutakuwa tumetambua kila kipande cha ardhi. Ardhi ipi ni ya akiba, ardhi ipi ni ya serikali, ardhi ipi ni ya wananchi, na kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Rais, hapa tumeandaa leo documentary ambayo ni kama ya dakika 11. Ningeomba sasa documentary hii tuweze kuitazama wote ili kuona ni mafanikio yapi na ni nini kimefanyika mpaka kufikia siku hii ya leo katika kuzindua siku hii ya sera ya ardhi. Watanzania wenzangu, kwa kipindi cha takriban miaka 30 ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeendelea kutekeleza majukumu